Iliposemwa haya maneno yakawastaajabisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kuwa wanafahamu kwamba ziko amali katika Uislamu ni kubwa na zina fadhila nyingi. Sasa paliposemwa kwamba hakuna amali yoyote ambayo itafanywa ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja ila itakuwa amali hiyo ni bora kuliko amali kama hiyo kufanywa katika siku nyingine. Qalu, wakasema as-sahaba, baadhi ya riwayati zimekuja qultu, kama inda Abi Daud, nikasema, yani Abdullah ibn Abbas. Na iliyo mashuhuri ni hii kalima ya jamaa, qalu, wakasema, walal jihadu fi sabilillahi, na hata jihadi katika njia ya Allah kwamba haifui dafu pia, hata jihadi itazidiwa kiubora na amali ambayo imefanywa ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja itakuwa ni bora kuliko hata jihadi. Basi tumekasema walal jihadu fi sabilillahi, hata jihadi katika njia ya Allah, jihadi mujarrad, kule mtu kwenda kupigana tu, kutazidiwa nguvu na amali inayofanywa katika moja ya masiku ya 10 ya Dhulhijja. Lakini kuna jambo likavuliwa, kuna hali fulani inayomkuta mpiganaji fi sabilillah, hiyo imevuliwa kutokana na uzito wake. Tumekasema illa istithna, isipokuwa rajulun, isipokuwa mtu katika watu, kharaja binafsihi, ametoka kwa nafsi yake, yeye mwenyewe katoka, wa malihi, na kwa mali yake akaenda aljihadi fi sabilillah. Mtu kajitoa yeye mwenyewe nafsi yake akiongozana na mali yake, wa huwa rajulun mujahidun fi sabilillah, na huyu mtu hapa ni mtu mpiganaji katika njia ya Allah, mujahid. Sasa baada ya kutoka na nafsi yake na mali yake, walam yarji' min dhalika bi shay'in, na wala hakurejea kutokana na hilo alilotoka nalo kwa chochote. Alipokwenda jihadi, nafsi yake aliyokwenda nayo haikurudi, bimaana akafa kwenye jihadi, na mali yake aliyokwenda nayo ikapotea, ikaangamia kwenye jihadi. Huyu atakuwa bora kuliko amali inayofanywa katika masiku 10 ya Dhulhijja. Mpiganaji huyu kwa sura hii ambayo ni makhsusa, hadha afdal. Wa illa asiyekuwa huyu, hapana, mwenye kufanya amali ndani ya 10 min Dhulhijja, amali yake ni bora zaidi kuliko hii. Tumefahamiana? Haya, riwaya nyingine ya kuonyesha fadhila za masiku haya ni riwaya inda al-Imam ad-Darimi. Al-Imam ad-Darimi rahimahullah katika sunani yake, lakini pia kwenye kitabu Irwaul Ghalil, takhriji ya Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, akifanya takhriji zile ahadith za Manarus Sabil, pia ameitaja hadithi hii, imekuja kwenye Irwa. Hii hadithi ni riwaya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, vile vile msimulizi wake ni huyo Ibn Abbas. Anasema tumekasema alayhi salatu wassalam, ma min amalin, hii ni riwaya nyingine lakini an Ibn Abbas kadhalik, ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla wala a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi 10 al-adha. Riwaya hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma min amalin, hakuna amali yoyote
azka inda Allah azza wa jal, iliyotakasifu zaidi, iliyotakata zaidi mbele ya Allah azza wa jal, wala a'zama ajran, wala hakuna amali iliyo na ukubwa zaidi wa ujira, min khairin, kuliko khairi yoyote. Tizama tarkibu ilivyo hapo, khairi hapo ilipo ni nakira, min khairin, kuliko khairi yoyote, yaonyesha kwamba iwe ni khairi ndogo au kubwa itazingatiwa. Kuliko khairi yoyote, yaamaluhu, anaifanya khairi hiyo muislamu, fi ashri al-adha, katika masiku 10 ya Eid al-Adha. Wanakusudia ashru allati taqaddamat al-adha, kuliko masiku 10 ambayo yameitangulia al-adha, bimaana masiku 9 na adha yenyewe ikawa ya 10. Ndio wanavyosema shurah, kuliko khairi yoyote anayoifanya fi ashri al-adha, katika masiku 10 ya adha, nayo ni ashru dhulhijja. Masiku 10 ya adha ni masiku 10 ya dhulhijja, kwa sababu siku ya Eid al-Adha ndio siku ya 10 miongoni mwa masiku haya.